mwanamke akikuacha kwa sababu hizi tano usimchukie, kwa maana hata kama ingekuwa ni wewe ni mwanamke ungemwacha huyo mwanaume, kwa sababu sisi wanaume tumeumbwa kuvumilia shida, lakini wanawake hawajaumbwa kuvumilia shida. Yaani mwanamke ni kama ua ambalo linahitaji kumwagiliwa ili liweze kupendeza. Kwa hiyo ukiona mwanamke amekuacha kwa sababu hizi tano, hutakiwi kununa. Yaani hautakiwi kabisa kununa. Japokuwa wapo ambao wanawake wanaweza kuvumilia, lakini ni 10% ya hao wanawake ambao wanaweza kuvumilia mambo haya matano. Lakini nikukumbushe kwamba ukiona mwanamke amekuacha kwa sababu hizi tano ambazo nitaweza kuzitaja, hautakiwi kununa. Yaani chukulia kwamba ana haki ya kukuacha. Hana haki ya kukuacha. Kama atakuvumilia basi, lakini kama atakuacha kwa sababu hizi tano ambazo nitaweza kuzitaja, ni sababu ambazo ana haki ya kuweza kukuacha. Sababu ya kwanza kabisa ni sababu ya kumshindisha njaa, kumlaza njaa. Hii ni mojawapo ya sababu ambayo mwanamke yoyote ni ngumu sana kuweza kumvumilia huyo mwanaume. Kwa hiyo ukiona mwanamke amekuacha kwa hii sababu ya kumshindisha njaa, yani anataka chakula haumpi kwa sababu ya uchumi wako, chakula analala njaa kwa sababu ya uchumi wako hauko vizuri. Kwa hiyo ukiona mwanamke amekuacha kwa hii sababu ya kushinda njaa, au niseme moja kwa moja ya kukosa chakula, basi fahamu kabisa kwamba hautakiwi kumchukia huyo mwanamke. Na pia sababu ya pili, ukiona mwanamke amekuacha kwa sababu ya kuchukiwa na wazazi wako, hautakiwi kumchukia huyo mwanamke, kwa sababu anatetea nafsi yake. Kwa hiyo mwanamke yoyote ambaye hatakuchukia kwa sababu, yani atakuacha kwa sababu ya kuchukiwa na wazazi wako, hautakiwi kuweza kumchukia au kuwa na manunguniko, kwa sababu hata kama ingekuwa ni wewe ungemwacha huyo mwanaume. Na pia sababu nyingine, ukiona mwanamke anakuacha kwa sababu ya kushindwa kumpa fedha za kusuka, kujipodoa, kutengeneza kucha, yani kutengeneza ngozi, fahamu kabisa kwamba hautakiwi kumchukia huyo mwanamke. Hii inamaanisha kwamba mwanamke ni kama ua, anahitaji kumwagiliwa maji, anahitaji kuwekewa mbolea ili aweze kupendeza. Kwa hiyo kama utaona mwanamke amekuacha kwa sababu hii ya kwamba haumpi pesa ya kusuka, haumpi pesa ya kutengeneza nywele, kutengeneza ngozi, kwa hiyo hii ichukulia kwamba alikuwa na haki ya kukuacha. Hutakiwi kumchukia huyo mwanamke, kwa sababu hata kama ingekuwa ni wewe isingekuwa rahisi kukaa kwa huyo mwanaume. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kujua hilo jambo. Na pia ukiona mwanamke amekuacha kwa sababu ya mikopo yako, fahamu kabisa kwamba huyo mwanamke ana haki ya kukuacha na hutakiwi kumchukia. Kuna wanaume ambao anaenda anakopa mikopo bila kumshirikisha mke wake, alafu baadaye inatokea kizungumkuti, yani kinatokea mtafaruko wa kudaiwa mikopo, hali ambayo inafanya nyumba inauzwa kama wana nyumba, au vitu fulani vinauzwa. Ukiona mwanamke amekuacha katika hii hali, hutakiwi kumchukia, kwa sababu hata kama ingekuwa ni wewe ungemwacha huyo mwanaume. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kujua hilo jambo. Na pia sababu nyingine, ukiona mwanamke amekuacha kwa sababu ya ukorofi wako, yani kila siku nampiga mwanamke, kila siku unaleta yani ubaba mwingi, hautakiwi kumchukia huyo mwanamke, kwa sababu kuna vitu ambavyo havivumiliki kwa mwanamke kama kumpiga, havivumiliki kwa mwanamke yoyote. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kujua kwamba mwanamke akikuacha kwa sababu ya kumpiga, hautakiwi kuweza kumchukia. Na ni vizuri zaidi kuweza kujua kwamba wapo wanawake ambao wanaweza kuvumilia hivi vitu ambavyo au hizi sababu ambazo nimeweza kuzitaja, lakini 10%. Na hao 10% wanavumilia kwa sababu fulani. Unaweza kukuta mwingine anavumilia kwa sababu bado anampenda mwanaume, bado upendo wa kuvumilia hujafikia, au anaweza kawa anavumilia katika hiyo ndoa kwa sababu ya familia itamuonaje akiachika katika ndoa, au kuna mwingine anavumilia katika ndoa kwa sababu ya hofu ya kwamba nikitoka katika ndoa nitakuwa namkosea Mungu. Kwa hiyo hizo 10% ni wanawake ambao wanavumilia kwa sababu fulani ambayo kwa wao wanaona kama ina mashiko. Nikumbushe pia, kama unahitaji kuweza kufunga ndoa na mwanaume ambaye anastahili kuweza kuingia katika ndoa, ama na mwanamke ambaye anastahili kuingia katika ndoa, hakikisha unapata hiki kitabu. Kitabu hiki kitakusaidia sana kuweza kuingia katika mahusiano sahihi na kuingia katika ndoa sahihi. Ni kitabu ambacho kinauzwa shilingi 15,000.
unaweza kunicheki WhatsApp kwenye namba 0713 7287 36. Lakini kama utakuwa nje ya Tanzania utaanza na jumlisha 255 713 7287 36.